Kwa nini hujaniambia kama unanipenda? Uko kwenye sala zako mfano mambo yako ya msingi. Hicho ni kugonga hodi tu. Hapo tunachukua pointi 3 muhimu hapa sasa hivi. Hapo mtu anakuja kugonga tu sasa hivi. Tajui mtu sasa unafanya kitu gani? Kuja na gonga. Acha niharibia hivi. Yaani asee. Nani? Mimi Slea mjomba. Basi ukaja huyu. Atakuwa na jambo. Tu yani anapenda kuniharibia timing zangu huyu. Nakuja nisubiri hapo nje nakuja. Mjomba. Naam. Ndoa yangu imekuwa misukosuko sana. Mume wangu jana karudi amelewa. Na nimejaribu kuongea naye lakini amenitolea maneno makali. Kwani sasa hivi mume wangu amebadilika sana. Akiondoka anakaa siku mbili hajarudi nyumbani. Mimi ninachokuomba mjomba, kaa na mume wangu chini. Jaribu basi kuongea naye. Inawezekana anaweza akabadilika. Maana wewe ni mtu mzima. Anaweza kukusikiliza. Sasa unajua hapo mimi sijaelewa. Kilichofanya mpaka wewe uje hapa nyumbani kuripoti au kutoa taarifa. Shida ni kwamba mume wako ni mlevi au mume wako halali nyumbani anachelewa anarudi siku 2 siku 3 hajarudi. Yaani ni lipi ambalo wewe linakufanya mpaka uje hapa kwangu mjomba? Niambie. Tatizo ni mume wangu amebadilika. Alivyokuwa mwanzo na sasa hivi ni tofauti. Mambo yake kila siku ambayo zinazidi kwenda, yaani naona ni mtu ambaye ni wa tofauti. Yaani kila siku aletea vimbwanga vipa ndani ya nyumba. Yaani hata simuelewi mume wangu. Hapa kwenye kubadilika. Sasa ina maana akawa mtoto, ina maana michezo yake sasa hivi ya kitoto, au mbadilika amekuwa mzee, au amekuwa nyani au kasoka au kawaje? Huyo kwenye kubadilika umenichanganya hapo. Hivi amebadilika vipi huyo? Amekuaje? Hapana mjomba. Mume wangu kama nilivyokuambia, kuwa anaweza akaondoka siku 2 hajarudi nyumbani. Na akirudi nyumbani ni mtu ambaye hamelewa chakali. Hata yeye mwenyewe hajielewi ni nani. Sasa mimi mjomba, mimi mchosha. Sasa ungesema yani umezunguka wewe umetoka Mbagala, umeenda Buguruni, Mawenzi wapi? Kumbe swala dogo, kumbe akirudi amelewa na siku nyingine halali, si ndio hivyo? Sasa sikiza nikwambie. Hilo swala mimi liko ndani ya uwezo wangu. Si umeelewa mjomba? Liko ndani ya uwezo wangu. Na kwanza una bahati. Hapa nilipo niko naondoka naenda Dodoma kwa Mheshimiwa Rais. Yaani hapa niko busy sana na kampeni tena sana. Yaani ratiba zote za kampeni naandaa mimi. Hapa yeye sijapokea simu ya John Nchimbi hapa, alikuwa ananipigia muda sio mrefu. Nimeacha kupokea kwa sababu najua Mama Samia kashaanza kumwambia michosho iko hapa hajafika mpaka sasa hivi. Sasa ndege inasubiri airport. Kwa hiyo niko busy sana. Kesho asubuhi naondoka naenda Marekani. Donald Trump ananiita. Naenda kusuluhisha kesi kati ya Marekani na Korea. Mimi ndo nakoongea na rais wa Marekani. Kwa hiyo nina mambo mengi sana, ratiba nyingi sana. Yaani watu wa serikali wananisumbua, maprofesa wengi. Na kipindi chuo kikuu Mlimani kesho kutwa nafundisha mimi pale. Mimi profesa unajua nafundisha. Kwa hiyo nina mambo mengi. Sasa swala lako ni dogo sana sababu nina control masuala mengi. Yule kijana kwanza mimi wakati nakuozesha wewe mjomba, alikuwa ana shida hiyo. Ni kijana ambaye alikuwa mstaarabu lakini sasa unaniambia amebadilika. Sasa hivi anatumia kinywaji cha kuharibu akili. Inawezekana siwezi kukataa. Ila mimi nitakuja na swali nitaliweka sawa. Na sasa nikwambie nikufurahishe zaidi. Nikija kesho nyumbani kwako namvalia Chilamwina. Nikila style yangu ya Chilamwina nampa makavu yake. Na atakaa vizuri na ndoa yako. Najua uchomisi wewe. Wewe umemisi mambo yetu utakuwa uyapati sasa hivi. Ndio maana sasa nakusimu mjomba wangu. Usije ukatoka nje. Wewe tulia. Mimi nakuja usoni nalimaliza mimi mapema. Haiwezi kunishindwa yule mtoto mweusi yule.
Yule kijana mdogo mweusi anapangi kama pepe kale, wewe nisumbue mimi? Mtoto mdogo mimi nakutana na watu, atanisumbua yule? Yule dakika 2 tu mimi nammaliza na anatulia na ananyooka vizuri na namnyoosha. Kwa hiyo hilo limeisha. Sawa? Sawa mjomba, mimi nimekuelewa. Una lingine? Hapana. Uko sawa? Basi kesho utaenjoy. Nitakuja nyumbani kwako. Bana mjomba, acha mimi nikuache. Maana nimekuja kwa hilo tu. Hamna shida mjomba. Ila wama hii. Nimewezesha mtoto. Yaani afu yule mtu mweusi yani yule atakuwa kashapata marafiki sasa. Wajanja wa mjini wanamsumbua. Mimi nitamkomesha. Mtu mweusi kama mafuta bunduki nitamkomesha. Mimi ndo michosho under 14. Sonia kipenzi changu. Ulikuwa wapi? Nimeamka asubuhi, nimekuangazia ndani, sikuoni. Ulikuwa sehemu gani? Shoga yangu. Nilitoka hapa nikaenda kwa PK. Lakini PK mimi kanifukuza kama mbwa. Afu mimi sikuenda kwa lengo baya. Nienda tukujua mwafaka hii mimba inakuaje. Lakini kanifukuza kama mbwa mimi. Kweli mimi kanifukuza kama mbwa mimi. Hicho ndio ulichokitaka. Sonia, mara ngapi nimekuambia usisubutu kumtafuta wewe mwanaume? Why tena leo umerudi kumtafuta? Ni kitu gani unakikosa huko ndani? Ni kitu gani ulihitaji ukaniomba nikashindwa kukusaidia rafiki yangu? Mbona umefikia hatua hiyo? Nimekuambia achana naye, PK hakutaki, achana naye. Acha uniruma hii mimba yake jamani mimi. Samahani sana. Lakini umeniuzi kwa kweli, sijategemea. Nimeongea na wewe sana huko ndani, rafiki yangu tulia. Tutakachokipata hicho tutakula mama, tukikosa tutalala. Wewe unanifanyia hivyo. Usijirahisishe kwa mwanaume. Hakutaki, achana naye. Sijui unanielewa. Hapo unaponiona nilikuwa naelekea gengeni. Nikaandae mazingira ya chakula cha mchana. Si unajua tena letu. Na nachokuomba usitoke. Tafadhali usiondoke hapa nyumbani. Tazama hata hali yako mama, jihurumie. Si ndio mpenzi? Naomba kukutendana. Pole kwa uchovu mume wangu. Na imani umeamka salama.
Jana sikukuamsha ukalale chumbani kwa sababu ulichoka sana. Halafu ni ulelewa mno. Kwa hiyo nikaona bora nikuache hapa ili upate kupumzika. Na ndio maana sikukuamsha ili ukalale chumbani. Hivyo mwanamke unajisikia unachokiongea? Kwa hiyo unaniona mimi ni mpumbavu, ni mzembe, ni mjinga, nimelewa alafu sijitambui? Ningefikaje hapa nyumbani? Ningepajuaje kwangu? Hapana mume wangu. Kama nimekosea naomba unisamehe. Lakini mimi sikufanya kwa nia mbaya. Nilikuona umechoka sana mume wangu. Kwa hiyo nikaona kusumbue. Alafu mume wangu, niangalie mimi. Mimi sina uwezo wa kukubeba wewe kukupeleka chumbani. Na ulilewa kiasi kile. Unafikiri mimi ningefanya nini? Ina maana ulikuwa unajua unachokifanya, utategemea msamaha tu kwangu. Neno samahani. Hivi wewe ni mwanamke wa namna gani? Usiyejua samani ya mwanaume. Usiyejua nini ya mume. Umesababisha mimi nimelala hapa sebleni na kung'atwa na mbu. Kama vile mimi sina chumba, sina kwangu. Alafu naona unajiita ni mwanamke. Unasema na wewe una mume. Au na mimi nasema huko mbele za watu, na mimi nina mke. Mke mwenyewe kinyangaa kama wewe. Nimekustiri tu. Kwa kutoa huko kwa mjomba wako mpumbavu, mzembe, asiyokuwa na akili, na kukuleta hapa kwangu. Tabia hiyo kama ukiendelea nayo utojua upande wangu wa pili. Mimi sio kitu kwake, jamani sio kitu mie, kampata kwake, kaona bora mimi nizingue. Mume wangu, sasa unaenda wapi? Na nimekuandalia maji ya kuoga. Na pia tayari nishakuwekea chai mezani. Na unaondoka. Kwa hiyo unajua samani ya mume ni kuandaliwa maji ya kuoga tu, au kushinda na mimi? Kwa hiyo yote hukuyaona, unawaza tu ni kula tu. Unawaza kula tu. Yaani umejua ulichokifuata hapa wewe ni kula na sio kitu kingine. Kwa hiyo unasema mimi nikikaa hapa una hamu ya kukaa na mimi, nikikaa hapa naye ataleta la kula ndani. Tutakula nini? Utanila mimi? Na kama ngekuwa nitaki bora ngeniambia, na sio kunidhia kiona mimi naumia. Kama ngekuwa nitaki bora ngeniambia, na sio kunidhia mwenzake, mimi sio kitu kwake, sio kitu mie, kampata kwake, ere nizingue, mimi sio kitu. Wewe timu yako mbovu bro. Serious hapa, ngoja nikuonyeshe. Wewe timu uliochagua ni mbovu bro. Unapocheza. Mimi nimeshinda goli moja bro. Hamna kitu, hamna kitu. Umeona? Wewe kuna kitu umefanya. Sasa nimefanya nini? Wewe usimuona kabisa. Hii mechi wewe umeshaishindwa bro. Mimi nilikwambia unashindwa na game bro. Ngoja msete. Mimi nahisi kuna vitu umeweka. Kuna mtoto na nani? Nakuja.
my best friend, my best friend, my best friend. I love you, my best friend, my best friend, my best friend, my best friend. I love you, my best friend.